Habari za wakati huu, mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo. Ibada ya faraja kufuatia kifo cha mwinjilisti Boniface Elias Kulwa imefanyika tarehe 23 mwezi wa pili 2026 katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina. Marehemu aliyekuwa mshiriki wa kanisa hilo alifariki dunia kwa ajali ya gari, huku mwili wake ukitarajiwa kusafirishwa kwenda Songwe kwa mazishi. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato na Manga Boda, watu 11 wamepokea Yesu Kristo kufuatia juma la siku 10 za maombi. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato na Manga Boda, watu 11 wamepokea Yesu Kristo, wamempokea Yesu Kristo kufuatia juma la siku 10 za maombi. Juma la maombi la kaya na familia limehitimishwa Sakina Arusha, ikiwa na mafundisho mbalimbali kuhusu ndoa, matumizi ya mitandao ya kijamii na maadili ya kifamilia. Habari kamili. Arusha. Ibada ya faraja kufuatia kifo cha mwinjilisti Boniface Elias Kulwa imefanyika tarehe 23 mwezi wa pili 2026 katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina. Boniface Elias Kulwa alikuwa ni mshiriki katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina. Alifariki dunia akipatiwa matibabu katika hospitali ya Mount Meru kutokana na ajali ya gari aliyopata Jumapili ya tarehe 22 mwezi wa kwanza 2026 katika maeneo ya AAA akiwa anatoka katika ibada ya maombi. Mwili wa marehemu unatarajiwa kusafirishwa kwenda Songwe kwa mazishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya wanafunzi na viongozi wote wa serikali ya wanafunzi Chuo cha Ufundi Arusha, naomba tutoe salamu za pole kwa familia na wale wote walioguswa na msiba huu wa ndugu yetu, rafiki yetu wa karibu. Kwa niaba ya mkuu wetu wa taasisi na watumishi, tunatoa pole kwa jambo lizito lililotupata. Wote tumepata pigo kubwa, hasa kwa kijana wetu kama mwanafunzi, lakini taifa limepata pigo kumpoteza kijana mahiri ambaye ndio alikuwa amefikia tamati ili basi aweze kutoa mchango wake kwa taifa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Poleni sana kwa msiba huu. Mimi ni mzee wa kanisa, kati ya wazee wa kanisa hili, na ninasimamia zaidi mambo ya kiroho. Nitamwelezea kidogo sana kwa dakika moja Boni kuwa tumeondokewa na mtu muhimu sana. Kwa ngazi alizokuwa akitumika, mmesikia alikuwa mkuu wa mambo ya kiroho upande wa mkoa, lakini kwetu hapa alikuwa ni mkuu wa huduma. Sasa kwa wale ambao sio Waadventista wa Sabato, mkuu wa huduma anadili na swala la utume, swala la kupeleka injili. Hauwezi kuchagua mtu ambaye haeleweki kwenye hiyo nafasi. Ndio moyo wa kanisa huu, kwa sababu misheni yetu ni kuhubiri habari njema. Sasa ona hatua za binadamu wanapokaribia kufa. Bona amekufa vizuri sana. Siku ya Jumamosi alikuwa akiandaa watu wa kubatizwa na alihakikisha wamefika kwenye kisima na wakabatizwa. Lakini angalia asubuhi ya siku ya Jumapili, Boni aliwahi saa 11 asubuhi kwenda kwenye tawi kuendesha huduma ya maombi ya asubuhi. Jaribu kuona namna ambavyo yeye anajihusisha shughuli zake. Achana mambo ya taaluma, yuko vizuri, lakini tunaangalia kwenye issue ya kiroho. Unaziona momenti, lakini kwa sababu tayari amepumzika, na wewe wako unajipima hapo na wewe movement zako unapo approach kifo. Yeye angalia movement zake anapo approach kifo. Saa 11 alfajiri anaenda kwenye maombi. Anakumbuka rafiki yake Rongo nafikiri yuko around, hajafika kwenye maombi. Saa 11:32 anampigia kumwamsha. Yaani Rongo amelala, hajawahi kwenye maombi.
aliyewahi na alikuwa anangijave jana yake na ameenda kwenye maombi, anamwamsha Rongo aende kwenye nini? Kwenye maombi. Unaona alivyo na passion, hata kifika kwenye kundi la watu hamoni mwenzake, yuko tayari kumwamsha wahi, vipindi vinaisha. Anatoka pale, anarudi nyumbani kwake. Anafika zebra ya Mataya Tekniko 1:28, umauti unamkuta. Kwenye muktadha wa mambo ya kiroho, unaweza ukaona kabisa huyu mtu alikuwa bado yuko fresh kwenye masuala ya kiroho, mande ametoka tu kwenye maombi. Tumempoteza mtu mahiri, mwimbaji wa kwaya yetu ya kanisa, lakini pia mwimbaji wa Tekniko. Tarehe 22 ya mwezi wa pili 2026 majira ya asubuhi, marehemu alitoka katika huduma ya ibada maeneo ya chuo cha ufundi na kisha kupata ajali akiwa anavuka barabara maeneo ya AAA, na kisha alikimbizwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mount Meru ambapo alipatiwa matibabu kwa muda mfupi na kisha majira ya 2:53 asubuhi. Lakini kwa taarifa, mara baada ya hapa safari inaanza kuelekea mkoani Songwe ambapo mazishi ya mpendwa wetu Boniface Kurwa yatafanyika. Namanga. Kufuatia juma la siku 10 za maombi zilizoanza tarehe 7 mwezi wa kwanza 2026 hadi tarehe 17 mwezi wa kwanza 2026, lililokuwa likiongozwa na mchungaji Shukuru Mswete katika kanisa la Waadventista wa Sabato Namanga Boda, Kenya, watu wapatao 11 wameweza kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hatujui saa moja baadaye, lakini anasema saa ya wokovu ni sasa. Ikiwa ni hitaji lako, unatamani kubatizwa, kwa nini usipite hapa mbele? Tembea uje. Tembea uje mbele. Amen. Nasaidia kushika mkono hata mzima na mwanga. Wanaogopa. Baba yetu ongoja pale. Tembea uje. Kufuatia juma la maombi la kaya na familia lililokuwa likiongozwa na mchungaji Reuben Rumai limehitimishwa. Juma hilo la maombi lilianza tarehe 15 mwezi wa pili 2026 na kuhitimishwa tarehe 22 mwezi wa pili 2026 katika kanisa la Waadventista wa Sabato Sakina, Arusha, Tanzania. Katika ibada ya Sabato ya kuhitimisha juma hilo, mchungaji amewafundisha wanawake kufanya sababu zitakazosababisha waume zao kuwahi nyumbani mapema, huku akiwasisitiza kujiweka katika mazingira ya kupendeka na kuhitajika. Sanjari na hayo, mchungaji amewaombea washiriki wa ibada kutumia vizuri utandawazi kwa namna itakayomletea Mungu utukufu na kuwafanya wawe warithi wa uzima wa milele. Mchungaji ameeleza mpango wa Mungu wa ndoa kwamba ulikuwa mwanaume mmoja kwa mwanamke mmoja, huku akieleza kuwa sababu ya wasanii wengi wa muziki kutunga na kuimba nyimbo za kuhamasisha mapenzi ni mpango wa shetani kuvuruga ndoa. Kwa upande mwingine, mchungaji ameonya na kukemea taraka, akifundisha kuwa taraka si mpango wa Mungu katika maisha ya wanandoa. Mchungaji amefundisha na kuwashauri wanandoa kujiepusha na mitindo ya kidunia inayofanywa na wasio waumini, huku akisisitiza kuwa dhambi inaanzia moyoni na kuwahimiza wanandoa kujali wokovu na kuwa makini kwa kila kinachoonekana katika mitandao ya kijamii. Mbali na hayo, mchungaji ameonyesha kilio chake kwa washiriki wa kanisa kutumia muda wa Mungu katika michezo na katika vitu visivyo na manufaa. Aidha, amewafundisha washiriki kutumia mitandao ya jamii kuongeza maarifa na si kuitumia kwa kucheka vichekesho vinavyopakiwa, huku akisisitiza kuwa mitandao ya jamii ni silaha iwapo inatumika vyema. Mchungaji pia amefundisha kuwa wakati wa kula si wakati wa kutumia simu, akisisitiza umuhimu wa kuwa na mapumziko ya mwili na akili unapokula. Amewahimiza wazazi kuwafundisha watoto wao heshima wakati wa kula na kuwafundisha kuwa wakati wa kula si wakati wa kuongea na simu au kuchati.
Kwa kuhitimisha, mchungaji amefundisha kwamba chumba cha kulala si chumba cha kuchajia simu, na kwamba unapofika kitandani unatakiwa kulala na si kusikiliza au kutazama vitu mbalimbali kupitia simu. Sikiliza, TikTok, na unajua ni watu wazuri sana. Watu wa TikTok wana akili sana. Hawaweki vinavyochosha, vifupi. Ila uwe yaani mtu anakaa simu yake anacheka. Yaani anacheka, anahuzunika, anacheka. Yaani muda sio mrefu tutakuwa na mataira wengi kanisani. Mungu atusaidie tutumie hii mitandao kujielimisha. Mahali pa kulala ni sehemu takatifu. Chumba cha kulala wewe ni mahali rasmi maalum pa kwenda kupumzika ili akili yako iwe renewed kwa ajili ya kesho. Na ndio maana Mungu aliweka usiku kwa ajili ya mapumziko. Therefore, lala ukifika chumbani. Usianze kuangalia umelala na still unaendelea kuangalia na kusikiliza. Utapoteza muda mwingi wa kupumzika, utaamka kesho akili haiko vizuri. Mahali pa kulala sio sehemu ya kuchajia masimu, tena unatundikia. Yaani simu iko kitandani umerefusha na umenunua, najua umenunua chaja mrefu itakayofika kitandani. Yaani leo hutaki kupata hasara ya kupitwa na kitu chochote. Wakati wa kulala zima simu, weka pembeni, relax na mke wako. Mwena usiku mwema. Wakati wa kula sio muda wa kila mtu ameweka simu mbele ya sahani. Jamani, hizi simu nazo zinakula. Yaani unakula chakula lakini still unaendelea kuchati. Yaani akili yako haijawa concentrated katika ule mlo uliopewa. Unakula mlo lakini unafanya vitu vingine. Relax wakati wa chakula. Tuwafundisha watoto wetu namna ya kuheshimu meza ya chakula. Wakati wa kula ni wakula na familia zetu, sio wakula huku unaendelea kuchati na kuongea. Taarifa hii imesomwa nami Yustasela John na hii ni Bukelebe TV. Asante kwa kuungana nasi.